Ndugu waombolezaji, leo tumejumuika mahali hapa kwa ajili ya ibada hii maalum ya mwisho ya kumpumzisha ndugu yetu Mhandisi Gisima Nyamwanga aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa TANESCO baada ya kufikwa na umauti alipopata ajali usiku ule wa tarehe 13. Ajali ile ilikuwa mbaya sana. Sisi wanamara tumepata majonzi makubwa, na mimi kama mkuu wa mkoa wa Mara nimepata pigo kubwa sana, kwani hata wiki iliyopita nilikuwa nimeongea naye, nilimpigia simu ikiwa na changamoto ya hitajio la kuwekwa umeme kwenye shule ya sekondari ya amali pale Butiama, ambayo kuna umbali kidogo kufika pale, kuna kilomita kadhaa, na bajeti ya TANESCO mkoa ilikuwa depleted kidogo baada ya kupata kimbunga kile kilichoikumba manispaa ya Msoma. Kwa hiyo ilibidi kama mkoa tuingilie kati ili tupate msaada huo. Sasa leo nimesikitika zaidi baada ya kuambiwa kwamba pamoja na mambo mengine aliyokuwa anakuja kuyafanya mkoani Mara, alikuwa anaenda pia kukagua na kuhakikisha umeme umefika kwenye shule hiyo. Sisi wana Mara tumepata msiba na pigo kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kwa namna ya pekee kabisa, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mara, naomba nitoe pole sana kwa familia, Wizara ya Nishati, TANESCO, ndugu jamaa na marafiki wote ambao kwa namna moja ama nyingine umeguswa na msiba huu mzito. Kwa wale wageni ambao mmefika katika mkoa wa Mara kwa mara ya kwanza, niwakaribishe sana katika mkoa wa Mara. Hali ya Mara ni shwari. Wenyeji wa Mara tunapenda sana wageni. Mara mliokuwa mkisikia zamani, watu walikuwa wanasema ukienda Mara kuna kibao kinasema sasa unaingia Mara. Wengine wakawa wanasema kuna kibao kinasema sasa unaingia Tarime. Vibao hivyo havipo, na ninyi ni mashahidi. Vibao vilivyopo, karibu mkoani Mara, karibu Tarime. Na wenyeji wa Mara wa sasa ni watulivu, wachapa kazi kweli kweli, na wenye upendo sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, wewe utakuwa shahidi kwa sababu ulishawahi kukaa Tarime miaka ile. Nadhani wewe ulikuwa Tarime wakati kibao kinasomeka wanavyosema. Hiki cha sasa ni tofauti. Kwa hiyo nikutoeni hofu wageni wote mliokuja kujumuika nasi katika msiba huu mzito, muwe na amani. Sisi tunawapenda, na wenyeji wa Mara, narudia kusema tunapenda sana wageni, hususan kina mama. Sasa msiogope wale mliokuja na kina mama. Ndugu waombolezaji, naomba nitumie pia fursa hii kuwakumbusha watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali ambazo zinagharimu maisha ya Watanzania wenzetu na tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Tumejulishwa hapa alikuwepo mwendesha baskeli
saa 7 usiku. Anatoka wapi? Anafanya nini usiku huo na baskeli? Mambo mengine hayana majibu. Wanitoe pia maagizo kwa jeshi la polisi katika mkoa wa Mara kuongeza operesheni na kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama wakati wote. Wale wote ambao wanakiuka taratibu wachukuliwe hatua, ili mambo haya ambayo wengine tunasema yanaweza yakaepukika yasitokee. Ingawa baba askofu ametuambia ni siku tu, ikifika uwezi ukaikwepa, lakini sisi tutajitahidi tuone kama tutaweza. Ndugu waombolezaji, wakati tunampumzisha ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele, ni waombe pia watumishi wote wa serikali na watendaji wa serikali wote tuliofika mahali hapa. Sote ni mashahidi, tumesikia wasifu. Injinia alikuwa mchapakazi kweli kweli. Mimi ni shuhuda, lakini nimesikia hapa alikuwa mchapakazi kweli kweli. Na hiyo ni hulka ya Wanamara. Wanamara ni wachapakazi kweli kweli. Sasa nikuombeni sote watendaji na watumishi wa serikali wa nafasi zetu, tuige tabia hiyo aliyokuwa nayo Injinia Kisima. Tuchape kazi, tuwasaidie wananchi, tutatue kero za wananchi, ili basi wananchi waweze kuishi maisha ambayo Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anataka sote tuishi maisha haya, maisha bora yasiyo na kero. Naomba nisitumie muda sana, niishie hapo, lakini kwa mara nyingine tena niwakaribishe sana mkoani Mara, na niwaombe wale wageni ambao mmefika kwa mara ya kwanza, msiondoke Mara bila kupata kichuri. Asanteni sana.